Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameibua malalamiko makali dhidi ya wajumbe wa Marekani, akisema kuwa kitendo chao cha kutembelea Moscow bila kufika Kyiv ni ishara ya ukosefu wa heshima kwa taifa lake linaloendelea kupigana vita. Kauli hiyo inawalenga hasa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff pamoja na mshauri wa zamani wa ikulu ya White House Jared Kushner, ambao wamekuwa wakisafiri mara kadhaa kwenda Russia kwa mazungumzo ya kusitisha vita, lakini hawajawahi kufanya ziara rasmi nchini Ukraine. Kwa mujibu wa Zelensky, hali hii inaonyesha upendeleo usiofaa katika juhudi za kidiplomasia. Witkoff, ambaye ni mwakilishi wa rais wa Marekani Donald Trump, ameripotiwa kukutana mara kadhaa na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow, huku mazungumzo ya kusaka suluhu ya vita yakionekana kuelekezwa zaidi upande wa Urusi kuliko Ukraine. Zelensky alikiri kuwa anaelewa changamoto za kiusalama na kiutendaji zinazoweza kuwazuia maafisa hao kufika Kyiv, lakini alisisitiza kuwa kama hawataki kuja Ukraine, basi mikutano ingeweza kufanyika katika nchi nyingine badala ya kupendelea Moscow peke yake. Mvutano huu wa kidiplomasia unakuja wakati juhudi za kusitisha vita zikiwa zimekwama. Mazungumzo yaliyopata kasi mwishoni mwa mwaka 2025 yamegonga mwamba kutokana na tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili. Ukraine inasisitiza kurejeshewa ardhi zake zote, hasa eneo la Donbas, huku Urusi ikitaka kudumisha udhibiti wa maeneo yote iliyoiteka pamoja na madai ya mabadiliko ya uongozi Kyiv, jambo ambalo Ukraine imelipinga vikali. Kwa zaidi ya miaka 4 tangu uvamizi mkubwa wa Urusi ulipoanza mwaka 2022, vita bado vinaendelea kwa kasi kubwa. Maeneo makubwa mashariki mwa Ukraine yako chini ya udhibiti wa Urusi, huku mapigano makali yakiendelea katika mstari mrefu wa vita unaoanzia kaskazini mashariki hadi kusini mwa nchi hiyo. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi ya anga yameongezeka, ambapo Urusi imetuma mamia ya drones na makombora kushambulia miji ya Ukraine na kusababisha vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Katika shambulio moja kubwa, zaidi ya drones na makombora 700 yalirushwa kwa wakati mmoja na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 18. Kwa upande wake, Ukraine imeongeza mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kutumia drones za masafa marefu zikilenga miundombinu ya nishati ndani ya Urusi. Mashambulizi hayo yameathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa Urusi kusafirisha nishati yake, ingawa bei ya mafuta duniani imeifanya Urusi kupata mapato zaidi licha ya kushuka kwa uchumi wake. Hata hivyo, juhudi za kimataifa za kumaliza vita zimeathiriwa pia na mabadiliko ya kipaumbele duniani, hasa baada ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi dhidi ya Iran, hali iliyogeuza umakini wa Washington kuelekea Mashariki ya Kati. Licha ya changamoto hizo, Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine bado inahitaji kuendelea kushirikiana na Marekani, akionya kuwa kushindwa kupata suluhu kutamaanisha kuendelea kwa vita vinavyogharimu maisha ya maelfu ya watu kila siku. Kwa sasa, hali inaonekana kubaki katika mkwamo hatari. Suluhu ipatikane kupitia mazungumzo au vita iendelee bila mwisho unaoonekana.